Je, unajiheshimu? Ukitaka ujue je, unajiheshimu ama la, kwa sababu kuna muda huwa tunatamani heshima itoke kwa watu wengine, lakini hatuanzii kwa sisi wenyewe. Ukitaka ujue kama unajiheshimu, look at how you spend your time. Tuna ndoto nyingi sana ambazo tunatamani tuzifikie, na kuna a picture ya mtu ambaye tunatamani tuko nayo kichwani. So ukitaka ujue kama unajiheshimu, angalia how you spend your time. Mtu ambaye anajipenda, anajijali, anajithamini na anajiheshimu, anakuwa very keen katika kutizama na kuwa aware ya jinsi ambavyo muda wake unatumika. Kazini kwako ushaambiwa kwamba muda wa kuingia kazini saa 2 kamili au let's say saa 1:30, depends na ratiba yako. Unahakikisha kabisa kwamba ratiba zako zote za usiku uzipange in such a way upate muda mzuri wa kupumzika, ili upate kuwahi asubuhi kwenda kazini, ili usimkasirishe mwajiri wako, right? Haya, unakuta siku ya weekend huendi kazini, so that means the day ina total control kwako wewe. You are not entitled kuingia kazini, you are not entitled maybe kufanya kazi zingine zote ambazo zinahusiana na ofisini. So it's just you na kuamua kwamba unatakiwa upumzike, ufanyeje. So just look at how you spend that time on Sundays. Unafanyia kazi chochote kile ambacho unatamani uwe nacho? Kama labda una ndoto fulani au una malengo fulani ya kuyafikia baadaye, unatumia muda gani kuziendea zile ndoto? Kama unajua kabisa weekends ndo siku ambayo at least nina total control nayo, kwa sababu silazimiki kwenda au silazimiki wala sihitajiki kwenda kazini, kwa nini usitumie muda huo kuspend on working on your goals? Kupumzika ndio, kufanya usafi ndio, lakini kutafuta hata kama ni few minutes, few hours, hata kufikiria tu kuhusu kile ambacho unakitamani au pale ambapo unatamani kufika. Katika siku hizi za kawaida, ni muda gani unatumia kuscroll endlessly? Hujui mwenyewe kitu gani unakitafuta, lakini una scroll tu. That also shows ni jinsi gani unajiheshimu, kwa sababu mtu anayejiheshimu na kujipenda hawezi kuwa busy kutazama tu, anachukua tu without even applying. Haujiheshimu, haujipendi. So mostly ni how you spend your time na kitu gani unaruhusu kiingia akilini mwako. Vitu ambavyo unasikiliza, vitu ambavyo unaona, vitu ambavyo unaangalia, vitu ambavyo unajihusisha navyo, vyote vinasema huyu mtu anajipenda ama hajipendi. Kama unajipenda, huto kuwepo katika sehemu ambazo zitaharibu your mindset, zitaharibu how you feel about things. Kama unajiheshimu, utajitahidi utafute muda hata kama ni 5 minutes, ili mradi tu ufanyie kazi lengo lako, ufanyie kazi ndoto zako. So don't find excuses, but rather find and make opportunities for yourself.